Ripoti za mapema ambazo tumezipokea zinaeleza kwamba watu wasiopungua 200 wameuawa katika mashambulizi ya Marekani na Israel dhidi ya Iran. Hii ni kwa mujibu ya taarifa ambazo zimetolewa na Irani. Operesheni ambazo zimeelezwa kuwa mapigano makubwa zilizoanzishwa na Rais wa Marekani Donald Trump kwa lengo la kuondoa mpango wa nyuklia wa Tehran zimechochea wimbi la majibu kote Mashariki ya Kati na ukanda wa Ghuba. Shirika la Hilal Nyekundu la Iran limetangaza kuwa watu 201 wameuawa nchini humo kufuatia mashambulizi ya Marekani na Israel. Msemaji wake ameliambia shirika la habari la Mehr kuwa mashambulizi hayo yamegusa majimbo 24 ya Iran huku watu 747 wakijeruhiwa. Wizara ya mambo ya nje ya Iran imesema kuwa Marekani na Israel zililenga maeneo ya kijeshi na ya kiraia zikikiuka waziwazi uhuru na mamlaka ya ardhi ya nchi hiyo. Jeshi la Iran tangu wakati huo limeanzisha wimbi la mashambulizi ya kulipiza kisasi kuelekea Israel. Milipuko pia imeripotiwa katika Falme za Kiarabu, Bahrain pamoja na Kuwait ambazo zote zinahifadhi rasilimali na vituo vya kijeshi vya Marekani. Katika taarifa ambayo imetolewa Jumamosi asubuhi, Moscow imelaani kile walichokita kitendo cha makusudi na kisicho cha kiuchokozi ambacho kimelengwa dhidi ya dola huru na inayojitegemea mwanachama wa United Nations. Uingereza na Ufaransa na Ujerumani zimetoa taarifa pamoja kulani mashambulizi ya kulipiza kisasi Iran dhidi ya nchi jirani, lakini hawajatoa uungwaji mkono kamili kwa mashambulizi ya Marekani na Israel dhidi ya Iran, ambapo tumeona rais wa Ufaransa Bwana Emmanuel Macron ameitisha kikao cha dharura ili kujadili udharura uliotokea huko katika taifa la Irani. Lakini katika taarifa hiyo, kati ya watu wasiopungua 17 hadi 20 wa mpira wa kikapu wanawake wameuawa pia katika shambulio ambalo limelenga ukumbi wa mazoezi katika mji wa Lamedi kusini mwa Iran. Gavana wa eneo hilo amezungumza akinukuliwa na mitandao ya kijamii. Mji huo umepigwa na angalau makombora manne, mawili yakilenga maeneo ya makazi na moja kugonga ukumbi wa mazoezi. Afisa huyo alizungumza na vyombo vya habari ambapo takribani watu 100 wamejeruhiwa. Video mbalimbali zinaonyesha ndege zisizo na rubani ambazo zinaripotiwa kuwa ni za Iran zikishambulia majengo katika taifa la Bahrain. Ndege nyingine ya Iran isiyo na rubani iliripotiwa kulenga kituo cha Marekani nchini Bahrain, huku baadhi ya watu wakionekana kushangilia shambulio hilo wakipaza sauti wakisema ya Allah. Kwa mujibu wa mitandao mbalimbali, baadhi ya watu wameonekana kuungua na moto na wengine wameonekana kuunga mkono kile ambacho kimefanywa. Kamandi kuu ya jeshi la Marekani kwa maana ya CENTCOM imesema kwamba vikosi vyake vilijirinda dhidi ya mamia ya mashambulizi ya makombora na ndege zisizokuwa na rubani kutoka Iran na kwamba hakuna taarifa za vifo au majeruhi wa wanajeshi wa Marekani. Uharibifu katika vituo vya kijeshi vya Marekani umetajwa kuwa mdogo. Imesema operesheni ya Marekani na Israeli ililenga vituo vya amri na udhibiti wa jeshi la walinzi wa mapinduzi ya Kiislamu, mifumo ya ulinzi wa anga ya Iran, maeneo ya kurushia makombora na ndege zisizokuwa na rubani pamoja na viwanja vya ndege vya kijeshi. Lakini katika taarifa ambayo imetolewa na Iran, wanasema jeshi la Marekani limepata hasara ya takribani wanajeshi 200. Jeshi la Marekani limepata majeruhi wapatao 200 kufuatia mashambulizi ya kulipiza kisasi ambayo yamefanywa na Iran dhidi ya vituo vya kijeshi vya Marekani katika eneo la Mashariki ya Kati, kwa mujibu wa madai yaliyotolewa na kikosi cha walinzi wa mapinduzi ya Kiislamu IRGC. Kwa uungwaji mkono wa Marekani na Israel, walianzisha kile ambacho wamekiita operesheni ya kujikinga mapema dhidi ya malengo ya kijeshi ambayo yanahusishwa na nyuklia nchini Iran alfajili ya Jumamosi, wakidai kwamba mashambulizi hayo yamelenga kuondoa vitisho vinavyotokana na Jamhuri ya Kiislamu katika eneo hilo. Rais Trump baadaye amethibitisha kuwa ikulu ya Marekani iliunga mkono Israel katika utekelezaji wa mashambulizi hayo, akieleza kuwa kushindwa kwa diplomasia mazungumzo ya nyuklia ndiko kulikochochea hatua hiyo. Kwa mujibu wa taarifa ambazo zimetolewa ni kwamba kutokana na mashambulizi ya makombora dhidi ya vituo vya Marekani, wanajeshi wasiopungua 200 wa Marekani wameuawa na wengine kujeruhiwa. Akizungumza hatua ya kulipiza kisasi, jenerali wa IRGC Ibrahim Jabal amemwonya Trump kwamba Jamhuri ya Kiislamu ina uwezo wa hali ya juu na iko tayari kwa mzozo wa muda mrefu zaidi. Mwanzoni mwa vita alisema, tutatumia kila tulichonacho katika ghala zetu za kijeshi, amesema Jabal, akiahidi kuzindua makombora yenye nguvu zaidi katika hatua ambazo zinafuata. Ameongeza kile ambacho anasema hawajawahi kukionyesha hadi sasa na ambacho kwa msemo wetu wa Kiajemi tunasema tumekihifadhi kwenye chumvi, tunakidhihirisha katika siku zijazo.
Kwa mujibu wa taarifa, mashambulizi ya Iran yamelenga vituo kadhaa vya kijeshi vya Marekani katika Mashariki ya Kati, ikiwemo kituo cha msaada wa kikosi cha 5 cha jeshi la wanamaji la Marekani nchini Bahrain, kituo cha kijeshi cha Kurdistan cha Iraq, kituo cha anga cha Al Udeid nchini Qatar, kituo cha anga cha Al Salem nchini Kuwait, kituo cha anga cha Al Dhafra katika Falme za Kiarabu, kituo cha anga cha Muwafaq Al Salt nchini Jordan, pamoja na kituo cha anga cha Prince Sultan cha nchini Saudi Arabia. Vyombo mbalimbali vinaripoti pia kwamba makombora takribani 35 yalirushwa kuelekea Israel, huku mtu mmoja akiripotiwa kujeruhiwa. Mashambulizi haya ya hivi karibuni yanaashiria kampeni ya pili kubwa ya kijeshi ya Israel dhidi ya Iran ndani ya kipindi cha mwaka mmoja. Mnamo Juni mwaka 2025, wakati wa mazoezi ya siku 12, jeshi la ulinzi la Israel IDF kwa ushirikiano na majeshi ya Marekani walifanya mashambulizi ya kushtukiza dhidi ya miundombinu ya kijeshi na nyuklia ya Iran na kuwaua makamanda waandamizi wa kijeshi, maafisa wa serikali pamoja na wanasayansi ambao wanadili na masuala ya nyuklia. Sasa kwa mujibu wa taarifa nyingine ni kwamba hivi sasa zaidi ya watoto 85 ambao ni wanafunzi wameuawa kutokana na shambulizi ambalo limefanywa na Marekani na Israel. Jerusalem Magharibi ilianzisha wimbi hilo la mashambulizi dhidi ya malengo katika mji wa Iran kwa ushirikiano na Marekani. Wanafunzi 85 wameuawa katika shambulio la anga la Israel lililolenga shule ya msingi ya wasichana katika mji wa Minab kusini mwa Iran, kwa mujibu wa taarifa ambazo zimetolewa. Tukio hilo linajiri wakati mashambulizi ya anga dhidi ya Jamhuri ya Kiislamu yakiendelea kufanywa na Israel pamoja na Marekani. Mapema Israel ilianzisha kile walichokiita kuwa ni operesheni ya kujihamia mapema ili kukabiliana na silaha za Iran. Wizara ya mambo ya nje ya Iran imekemea mashambulizi hayo, ikiyataja kuwa ni uchokozi wa kijeshi wa kihalifu na kusema kwamba watafanya kila linalowezekana kuhakikisha wanalipiza. Wizara hiyo imetangaza kwamba sasa ni wakati wa kuitetea nchi na kuikabili na uchokozi wa kijeshi na adui, na kuzitaka nchi wanachama wa United Nations kulani kitendo hicho kilichoeleza kuwa ni uvamizi na ukiukwaji wa mkataba wa Umoja wa Mataifa. Iran na yenyewe imejibu. Taarifa ambazo zimetolewa ni kwamba imelenga vituo kadhaa ambavyo vituo hivyo vyote vilikuwa ni malengo ya Marekani ambao wamekuwa wakiyatumia katika kufanya mashambulizi, hasa wakiwa katika maeneo hayo. Lakini tumeona kauli ambayo imetolewa na waziri wa mambo ya nje wa kule Iran, Bwana Said Abbas, ambapo amezungumza maneno yafuatayo. Nikimnukuu kupitia katika ukurasa wake wa X, ameandika, engaging with counterparts from both neighbors to clarify that Iran is solely exercising its right to self-defense under UN Charter. Iran will not sit it idle by as the US attacks our people, regretful that targets are located in friendly states. I do not know why the US administration insisted beginning negotiation with Iran and then attacking the Iran in the middle of talks. The same thing happened last June 48 hours ago, even Oman's foreign minister confirmed. Arachi anasema wanashangazwa sana na kile ambacho kimefanywa na Marekani. Kilichofanywa na Marekani mwezi huu wa pili mwaka 2026 ni kama ambacho kilifanywa mwezi Juni mwaka 2025. Marekani walijidai kwamba wapo katika meza mazungumzo, lakini badala yake masaa machache walifanya mashambulizi. Ifahamike Marekani pamoja na hiyo Iran walikuwa katika mazungumzo ambayo yalikuwa yanatarajiwa pengine angeweza kuleta ahueni kabla ya mashambulizi haya ya pande zote yajatokea, lakini Iran na yenyewe inashangazwa na kile ambacho kimefanywa na taifa la Israel pamoja na Marekani kuanzisha mashambulizi ya moja kwa moja katika taifa hilo lililopo Mashariki ya Kati. Usisahau kusubscribe, like na kubonyeza alama ya kengele. Asante.